Huyu bwana amemuuliza huyu kwa nini haongei. Lakini sisi kama Yanga tumeshamsikia huyu akiongea. Kaongea sana. Labda leo ndo hamjamsikia. Sisi tumemsikia akaongea sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia yeye na aliyokuwa anawaambia hayo maneno, kesho ndiyo siku ya haki. Kesho ndiyo siku ya ukweli. Kwamba aliyoyazungumza kuhusu wachezaji wetu, majibu atayapata kesho. Mimi sijawahi kuwa mvivu kufikisha ujumbe. Haijawahi kuwa kazi ngumu kwangu. Nimefikisha taarifa zote na wachezaji wako tayari kuleta hayo majibu ya maneno ya huyu bwana. Asijisahaulishe. Unless atuambie sio yeye au mfungo haukuanza. Ila tunaye na tuna kazi naye kesho. Uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwasukuma, kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha. Wiki hii kila mtu anaandika la kwake. Bwana Pacome amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi. Lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa, tutawatia unyonge kweli kweli hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye tunnel pale, alafu wana Yanga tuko wachache. Tutakiwa tuje kwa wingi, tuje kwa namba kubwa na tuje na sauti zenye nguvu kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalam ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point 3 za kesho. Makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza. Naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama 3 za siku ya kesho. Basi hizo alama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania, kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndio silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa. Tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu, na inshallah baada ya 90 tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache kabla kichwa kijapata moto nikarudi kwenye mfumo, niishie hapa. Asante sana Ali, na usiende mali, rudi kwanza. Kuna maswali hapa. Sawa. Jamani, kwa kifupi sana nitakaribisha maswali mawili tu kwa Ali Kamwe, kwa sababu alichoeleza ni kama vile kimebeba ujumbe ambao umekamilika sana. Hapa jirani, basi pata nafasi ya kumuuliza Ali Kamwe swali. Nakaribisha maswali mawili kwake. Kama hakuna swali, maana yake nilichozungumza ni kitu sahihi, kwa ujumbe wake umekuwa umeshiba kweli kweli. Una swali Yes, uliza. Bila shaka uliza hapo hapo, uliza hapo hapo. Yes. Bila shaka Yes. Tiketi zinakwenda vizuri, alhamdulillah. Tiketi zinakwenda vizuri. Naamini leo tiketi za VIPB zinaweza kumalizika. Naamini kwa sababu numbers zinaonyesha zinakimbia vizuri. Lile eneo la mzunguko ndio eneo ambalo bado halijachanganya. Lakini naamini kwa hamasa ambayo inafanyika siku ya leo, kwa namna ambavyo wadau wa football wameshaziona hizi timu kwenye viwanja vya mazoezi, wameshasikia walimu, wameshasikia maandalizi, basi na leo tutakwenda kukimbiza zaidi pia hilo eneo la mzunguko. Na hii Karim, nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa mpira Tanzania, kama tutasubiri ifanyike hamasa kubwa ndio tutamani kwenda kuiona Kariakoo Derby, basi na sisi mashabiki wa mpira tutakuwa ututendei haki mpira wetu. Kama hii ndiyo mechi kubwa, ndiyo kioo cha ubora wa mpira wetu, ndiyo mechi ambayo tunapokea watu wengi kutoka nje. Kaka yetu Msigu amesema sasa hivi mechi ya dabi imeshakuwa bidhaa ya utalii. Yaani serikali yenyewe sasa haitazami kwenye jicho la mpira tu, inatazama kwenye jicho pia la utalii. Kwa maana wana namba rasmi za wageni ambao wanatoka mataifa mbalimbali kuja kwa ajili ya Kariakoo Derby. Na nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari,
mpo kwenye platform mbalimbali za kihabari za kimataifa, mnasikia, mnaulizwa na mnaona namna ambavyo wenzetu wanajadili kuhusu mechi yetu ya Kariakoo Derby. Kwa naamini ni mchezo mkubwa ambao wewe mshabiki wa mpira hapa Tanzania una kila sababu siku ya kesho, wewe na familia yako na jirani yako, kuja Benjamin Mkapa kuenjoy. Uzuri bwana, dabi hii wenzetu wa Azam TV wametupa slogan nzuri sana. Nzuri sana. Timu zote tumeshaamini ziko bora. Si ndio bwana? Timu zote ziko bora. Refari katikati ni Ahmed Arajiga. Automatic dabi inakuwa haina kipengele. Hii nalo ni kosa hili. Yaani automatic kwamba timu zikishakuwa bora. Na katikati yupo Ahmed Arajiga. Azam TV wakamaliza pale kwamba dabi haina kweli, haina kipengele. Kwa hiyo twendeni kwa wingi tukaenjoy, yani tukaenjoy ladha na ubora wa ligi yetu ya Tanzania, tukaenjoy ladha na ubora wa Kariakoo Derby. Asante Ali. Kuna swali la pili au lipo? Yes, sogea hapa uulize swali. Asante. Tarehe 8 tunaelekea hukumu ya football Benjamin Mkapa. So nataka nikuulize kwamba ni kitu gani hasa kikubwa ambacho kinatofautisha mashabiki wa Young Africans pamoja na timu zingine zote barani Afrika na Tanzania? Zidi kunivuta kijana. Wanazidi kunijaza. Ameniambia niseme tofauti kati ya mashabiki wa Yanga na mashabiki wa timu nyingine. Sasa wewe usizunguke. Sema tofauti ya Yanga na hawa. Timu nyingine tusiziingize kwenye ugomvi. Tuko wawili hapa. Mimi naamini kabisa. Na nyie ni mashuhuda wote, ndugu zangu waandishi wa habari. Na uzuri ukweli huaga unabakia pale pale hata kama hamtausema. Yanga ndiyo klabu yenye mashabiki bora wa mpira hapa Tanzania. Takupa mfano mmoja mwepesi sana. Sisi tumecheza mechi Azam Complex na Tabora. Tabora wakajitafuta wakatushona goli 3. Jambo ambalo hakuna hata mmoja aliweza hata kuliota. Lakini ndio ubora wa ligi. Tabora kajiandaa vizuri, katushona chuma 3. Baada ya ile mechi, mashabiki wa Yanga walisimama majukwani wakiwapigia makofi wachezaji wao. Wameumia, lakini wanatambua ligi ni marathon. Usipompa moyo leo anapofeli, usitegemee kesho ataamka kutupambania. Ule ulikuwa ujumbe tosha wa kuonyesha tofauti shekhe, kwamba hawa mashabiki wa Yanga wanajua football. Hawa ni mashabiki wa mpira. Alafu kuna vikundi vya washangiliaji. Kuna watu oya. Kuna watu wao wanakuja kufuata matokeo uwanjani. Na namshukuru sana Mheshimiwa Msigu amesemwa jana. Kasema uwanja una kamera. Sasa hivi tutatafutana moja baada ya mwingine. Uking'oa kiti tuna wewe. Sasa hiyo mifano miwili shekhe inatosha kukuthibitishia kwamba Yanga ndiyo timu yenye mashabiki bora wanaojua mpira. Hata ikitokea wamepata matokeo mabaya, Yanga huwa wanadili na ya kwao, wanakwenda nyumbani. Yanga sio mafundi ujenzi wa uwanja. Umeisha wakaanza kagua viti vimekaa sawa na hati zipo au hazipo. Narudia tena, dabi ya kesho haina kipengele ndugu zangu. Kipengele labda waje nacho makoro. Ndio naitumia tena. Ashika. Asante sana Ali, na yalikuwa maswali mawili hayo kwake Alikamwe, na sasa tunakwenda kwa mgeni. Sogea hivi ili usiondoke. Na sasa tunakwenda kwa mgeni Ahmed Ali kwa niaba ya Simba Sports Club. Kocha It's not a game, it's a